Asalamu alaykum kwa ndugu zangu Waislamu. Tumsifu Yesu Kristo kwa ndugu zangu wa Kristo. Kwa jina naitwa Meli, nipo nchi ya Oman. Sasa na miaka 2 na miezi kadhaa. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu John Joseph Pombe Magufuli kwa kutugia fursa ya kuja kwenda nchi mbalimbali, kwenda kutafuta pesa, kujisaidia sisi wenyewe na matumizi yetu ya familia. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kwa sababu ingekuwa yeye bila kibali chake kuturuhusu kwenda nchi mbalimbali kwenda kutafuta pesa, basi tusingetoka. Tunamshukuru pia Mheshimiwa Sultani Kabuso kwa kutupokea katika nchi yake. Tunashukuru Mungu. Kama mimi nafsi yangu nashukuru, naishi nao vizuri na bosi zangu, sijawahi kutishwa panga, sijawahi kutishwa shoka, sijawahi kutishwa kiwembe. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Changamoto zipo za kawaida, unaweza mkagombana kesho mkaelewana, ni kawaida, ni wale binadamu. Hata familia ukiwepo nyumbani vile vile kugombana kupo. Changamoto tunazozipitia, mheshimiwa mshahara mdogo. Wenzetu wa Filipino, wa Indonesia, wa Bangladeshi, sijui wa Indonesia, sijui mheshimiwa pesa wanapewa ni nyingi. Iwe nyumba kuna mtoto, iwe nyumba haina mtoto, iwe nyumba vyumba viwili, iwe chumba kimoja. Mheshimiwa wenzetu wanapewa riali 160 mpaka na 80. Sisi tukifika hapa, hela tunayopewa riali 60, riali 70, yaani ndio umevumilia, umekaa mwaka mmoja na miezi 6, hapo hela yenyewe labda umegoma, ndio unapewa ile riali 80. Bosi wengine wenye huruma ukiwaambia wanakupa, tukifika 80 wanakugea. Kama mimi binafsi yangu nimekuja hapa, nimeanza kupewa riali 60. Nikakaa 70. 80 hiyo mwaka jana, baada ya kukaa mwaka na miezi 6 ndio nimeongezewa, nimepewa 80 baada ya kugoma mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani mheshimiwa kama unavyojua kazi nyingi. Kazi nyingi, unafanya kazi kuanzia saa 6 unasimama mpaka saa 6 usiku. Saa 6 usiku ndio utalala kidogo, saa 7 unaamshwa. Ukianza kupika hiyo, unapika mpaka saa 8 ndio unaenda kulala. Kuamka 12. Mheshimiwa mshahara unapewa ule uzidi shilingi 100. Hiyo nguo ukinunuliwa unashukuru Mungu. Ununuliwa hata nguo. Mheshimiwa, mapumziko hatuna. Sijui jaza si nini hatuna. Haya, licha mapumziko. Tunapokuja huko kwenye mkataba unaandikwa, ukifika kwa pasipoti, bosi akikutumia hela pasipoti Tanzania ukatwi. Mimi nimekuja hapa nimekatwa pesa yote 3.5. Simu unapofika ni jukumu la bosi kununulia simu. Sijanunua mimi simu katika nyumba hii. Au huko ukinunulia simu ubahatiki sana. Nimekuja simu ya kwanza nimenunua mwenyewe, simu ya pili nimenunua mwenyewe. Mheshimiwa, changamoto tunazozipitia, pesa ndogo. Wenzetu wa Filipino wanapewa pesa nyingi, riali 160 hata kama kafika leo. Lakini sio sisi wafanya kutoka Tanzania. Tukidai tunaambiwa hivi, huko Tanzania yule riali 60 ni nyingi sana. Wenzetu wa Filipino wanakaa miaka 6 wanajenga mpaka nyumba ndani swimming pool ya kuogelea. Sisi nani alokuja huko akafanya kazi akajenga nyumba yenye geti tu, hata fence hakuna. Mheshimiwa mshahara mdogo, majukumu mengi. Hasa sisi wengine single mothers, tuhudumie watoto, tuhudumie familia. Hata kama sio wote familia inayokutegemea, lakini ipo baadhi ambayo inahitaji support kupitia wewe. Mheshimiwa, kwa mshahara huu kweli? Afu balozi anasema sisi tunalipwa riali 100. Sisi hatulipi riali 100 jamani. Riali 100 hiyo labda mheshimiwa tukae miaka 5 ndio riali 100. Kuna msana amekaa mwaka wa 8 ndio analipwa riali 150. Riali 150 anafanya kazi nyumbani kwa bosi na bosi anafanya kazi shuleni, kwa ndio kufanya kazi anaenda kuhudumia watoto. Mheshimiwa, hebu angalia kwanza. Mkae jamani, mtufikie na sisi tunaumia. Swala la passport limeanza juzi tu hapa mheshimiwa. Kubadilisha passport. Lakini kila mtu kapata barua kubadilisha passport. Lakini sisi mheshimiwa tunatoa malalamiko yetu kwenye magrupu huko. Tunatoa malalamiko mheshimiwa tuongezewe pesa. Hatuongezewi mheshimiwa pesa huku. Mshahara mdogo mheshimiwa tunaumia. Mimi kuna siku nimemtumia mama yangu napiga pasi nguo. Mama yangu mpaka nataka kulia, sema mwanangu rudi. Kifua ukirudi kutomwa kifua. Nitafanyaje? Lakini ukiangalia la ndogo. Sijui ukiinua mgongo, sijui upate mfanyakazi ukikaa, sijui upate kiinua mgongo. Hatuna kiinua mgongo huko. Hiyo kulala mtu analala kwanza saa 10 mpaka 11 umeamshwa. Uamke upike chai, sio upike nini mheshimiwa. Hakuna. Sijui kupumzika, sijui jaza huko hakuna mheshimiwa. Mimi sijawahi miaka yote 2 nilokaa na miezi hata sijawahi kupumzika, hata ile kusema wiki moja nimepumzika kutwa nzima sijafanya kazi hakuna. Siku zote kazi tu.
mwanzo mwisho mheshimiwa. Sijui ukimaliza miaka miwili, sijui ile hela ya tiketi, sijui kama unalinyuku huko pewe. Mimi sijapewa hata hiyo hela mheshimiwa. Kwa kifupi hatupewi hata hiyo hela, sio ukimaliza miaka miwili mheshimiwa. Tunaomba tusaidie mheshimiwa, mshahara mdogo. Wenzetu wa Filipino wa Bangladesh wanapata pesa nyingi na kazi ni hizi moja. Mimi hapa na mama mmoja hapa Mfilipino akaja sasa hivi ana mwaka mwezi wa 7 anafikisha mwaka. Pesa mheshimiwa anayopewa na anakaa vyumba vitatu tu. Mimi hapa nakaa nyumba ya vyumba 6. Kila chumba kina choo. Acha kuwani kuzunguka kufagia, lakini pesa anayopewa mheshimiwa ni ndogo. Tunapoa hizo 300 mheshimiwa. Huyu mwenzangu alokuja tena, madamu wangu ni mmoja tu anaolipa hela, lakini mwenzangu analipa 160. Mimi nina miaka miwili sasa hivi na miezi kadhaa, lakini pesa anayolipa mheshimiwa ndogo. Na madamu wangu anakuja hapa na hadisia. Mheshimiwa, ukae utufikirie jamani, serikali itufikirie. Wanyonge wengine tupo huku jamani, tunafanya kazi kujipatia kipato, lakini pesa ni ndogo. Tunaumia. Mheshimiwa, tunakuomba, tuko chini ya miguu yako. Tumeongea kwenye magrupu, tunasema mpaka tujirekodi mheshimiwa, upate hizo audio zetu au video zetu utusikilize mheshimiwa, tufanyie kazi. Tupo chini ya miguu yako mheshimiwa. Tunajua ukiongea tu sisi kuna sisi tumepata malengo yetu tunafanikisha. Wengine na miaka 8 huko mheshimiwa. Majukumu mengi, pesa ndogo. Mtu nakuta nyumba naisha kwenye linta tu miaka 8 mheshimiwa. Kweli tusaidie baba. Pesa ndogo bado tunaopata, tunafanya kazi nyingi. Wanazofanya wenzetu na sisi tunafanya hizo. Kama nyumba yenye watoto wao wanakaa nyumba zenye watoto wanafanya kazi, sisi nyumba zetu zenye watoto. Lakini mheshimiwa, pesa ni ndogo. Tukiambia mambo si basi mtugia hata elimia na kwamba pesa hiyo Tanzania nyingi. Mnataka hela nyingi akazigana kwenye mkataba imeandikwa ile 80. Mheshimiwa, inakuwa mbinde bosi kumshawishi kuongezea hela. Mheshimiwa, tusaidie utubadilishie hii mikataba tupate haki zetu mheshimiwa, tunakuomba. Tunakaa wengine miaka, wengine anakaa huko miaka 10. Mtu anakaa sio kupenda. Kama mtu analipa 160, kweli mtu atakaa miaka 10 kweli huko mheshimiwa? Haiwezekani. Tunaomba tusaidie baba.